Oi, mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV. Karibuni sana katika kipindi hiki ambacho tunataka tukupe yale yaliyojiri katika michezo. Ni siku nyingine tena, Mungu kaniamsha salama na nimekuja salama kwenye hatua hii ya kuwaletea yale yaliyojiri katika siku ya leo. Tunaongelea kuhusu mchezo wa leo. Tunataka kuambia kuhusu utovu wa nizamu wa Jonathan Soa akiwa anakaribiwa kukatiwa mkataba au kuvunjwa mkataba, na Soa tayari ametafutiwa mlisi wake ambaye mlisi wake tayari yupo kwenye cover hapo. Tumekuonesha kwamba mlisi wa Soa ni anaitwa Shalilule. Huyu Peter Shalilule. Huyu ni mchezaji kutoka Afrika Kusini, kutoka timu ya Mamelodi Sundowns, ambaye anahitajika kuja kulisi mikoba ya mchezaji ambaye anajiita Jonathan Soa. Jonathan Soa ameonyesha kuwa na utovu wa nidhamu mkubwa sana, ambako Simba Football Club kama timu kubwa au klabu kubwa imeonyesha dalili ya kutaka kumvunjia mkataba, na haya ya kuvunja mkataba tunayo. Uweze sikiliza mpaka mwisho kipindi hiki uweze kujua yaliomo katika habari hii, ili uweze kuwa nasi pamoja. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel zako ambazo unazisikiliza kila wakati, kila muda. YouTube ya Fabidigo na YouTube ya BM Zakaria Online TV, pale ambapo unasikiliza sauti hii ya Fabidigo. Siku hii inakuwa ni njema zaidi pale ambapo Mungu kanileta tena ili nikuletee habari pendwa kabisa, habari ya Simba ambaye inaitwa mchezaji wake anaitwa Jonathan Soa anakaribiwa au anaripotiwa kwamba atavunjiwa mkataba wake hivi karibuni. Dirisha kubwa linavyoanza, huyu Jonathan Soa atakuwa mchezaji wa Simba tena. Kwa sababu gani? Inaonekana kwamba utovu wa nidhamu aliyouonesha Jonathan Soa unaonesha na kuonekana kwamba viongozi wa Simba hawajapenda kuonekana kuwa na mchezaji wa aina hiyo ambaye ni mtovu wa nidhamu, haswa kwa timu yao au klabu yao kubwa kama Simba Football Club pale ilipofikia. Yani kwamba timu ya 10 katika orodha ya timu bora Afrika, timu ipo top 10, timu ya 10, alafu inakuwa inaendeshwa na mchezaji kama Soa ambaye hata jina lake alina sio kubwa. Ni mchezaji aliyetoka kwa Singida Black Star, ni mchezaji ambaye hata CV yake hamna. Inaonekana kwamba viongozi wa Simba wamefikia mwafaka wa kutaka kumuonesha Soa kwamba Simba ni timu ya aina gani. Kwa hiyo basi sasa hivi inaonekana kwamba atakula pini ya kimya, yani kwamba atachezeshwa mechi yoyote kuanzia sasa mpaka dirisha au ligi kuu inaisha. Ina maana kwamba asipochezeshwa mechi yoyote mwishoni, ataonekana kwamba ni mtu wa kuvunjiwa mkataba na ataachika. Yani kuachika kama ndoondoa anaachika, alafu vile baada ya kuachika atatafutiwa mchezaji. Yani mchezaji wanayemtafuta Simba sasa hivi wameshatuma scout huko South Africa, yani wametuma yale mashushushu wa kumfuatilia mchezaji aliyezaliwa mwaka 1993. Mchezaji huyo anaitwa Peter Shalilule kutoka Mamelodi Sundowns. Sasa naomba sikiliza vitu ambavyo Simba wameviorozesha kwa mchezaji Soa kwamba wanataka kumfanyia nini. Okay. Nasoma kama jinsi ilivyo. Anasema kwa mujibu wa taarifa, ni kweli Jonathan Soa alikuwa na vitendo kinyume na maadili ya taasisi, tena kwa kujirudia sana, na alipewa maonyo mara nyingi sana, lakini kaza wa kaza alijaribu kutoyafuata hayo maonyo kutoka kwenye uongozi wa Simba. Amesema meneja wa timu kubwa kama ile ya Simba haiwezi kuendeshwa kama na mchezaji Soa. Hapo nasoma, amesema makosa ambayo yalijirudia kufanyika na Jonathan Soa ni kuchelewa mazoezini, 2 kutoroka kambini nyakati za usiku,
3, kutofanya kikamilifu programu za mazoezi alizopewa. 4, kutokuwa na lugha nzuri dhidi ya benchi la ufundi. Taarifa zaidi, nimeambiwa uongozi wa Simba Football Club au Sport Club umepanga kuachana na mchezaji Soa ikifikia dirisha kubwa la usajili, na tayari mchakato wa kutafuta mshambuliaji mwingine wa kimataifa umeanza. Yes, tufollow kwenye akaunti zetu za TikTok, Instagram, Facebook kwa jina la Fabdigo TV na BM Zakaria TV. Pia subscribe YouTube channel unayosikiliza hapo chini ya video hiki, subscribe, gusa mara moja, afu like, comment habari zetu. Lakini pia tunaendelea na mambo mengine kama vile tulivyomwongelea Soa hapo, umeelewa. Lakini sasa tunaenda kuangalia jinsi gani maelewano ya Simba na wachezaji hawa wanaowahitaji, kwamba ni jinsi gani mlisi wa Soa ana CV gani. Mlisi wa Soa ni huyo, anaitwa mchezaji ambaye nimekwambia anaitwa Peter kutoka Mamelodi Sundowns, Peter Shalulile. Na kusomea kama ilivyo, amesema klabu ya Simba inatajwa kuangalia uwezekano wa kumsajili mshambuliaji mkongwe Peter Shalulile anayekipiga katika klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Simba inaripotiwa kutuma mashushushu, yani scout, huko kwa Madiba kutazama nyota huyo ambaye amekuwa muhimili wa Masandawana kwa muda mrefu sana. Simba inataja kuachana na Jonathan Soa kutokana na matatizo ya kinizamu, na Shalulile anatajwa kuchukua mkataba au mikoba yake kama mchezaji mwandamizi wa soka la Afrika. Shalulile kwa sasa ana nafasi yake kikosi cha Mamelodi ni finyu kucheza katika first 11. Anasema wachezaji vijana kuliko yeye hapo Mamelodi Sundowns wameonekana kwamba wamekuwa juu kuliko yeye. Kuna mchezaji wa Mamelodi Sundowns mdogo ambaye anaitwa Brian Leon na Leina. Shalulile akitumikia Mamelodi kwa muda wa miaka 6 sasa, sawa na misimu 5 tangu walipojiunga msimu wa 2020 wa 2020-21 akitokea timu fulani inaitwa Highland Park ambapo alipojiunga tarehe 18 mwezi wa 9 2020 akiwa mchezaji aliyetokea huko. Huyo tunamsema Peter Shalulile. Sasa hapo kama mnanisikiliza, kwa hiyo basi anasema Shalulile kwa sasa amesema akiwa Mamelodi ndiye mfungaji bora wa muda wote wa klabu hiyo, akiwa na mabao 107 kwenye ligi ya Betway Premiership, kwa sababu ligi ya South Africa inaitwa Betway kama sisi inavyoitwa NBC. Amesema akiwazidi nyota kama Teba Zwane ambaye ana magoli 80 na mwingine anaitwa Katilego Mfela ana magoli 50. Takwimu za Shalulile msimu huu 2025-26 mechi 5, magoli 2. Kwa hiyo basi anapewa dakika chache sana za kucheza katika Mamelodi Sundowns, japo katika mkataba wake umebaki mwaka mmoja. Na mchezaji huyu kama tulivyosema kwamba amezaliwa mwaka 1993 akiwa na miaka 32. Kwa hiyo basi Simba wanategemea kumsajili akitumikia angalau msimu 2, ili akiwa na miaka 36-35 anakuwa ni mtu ambaye amechoka, na Simba wanaangalia ni yupi mchezaji ambaye atawasaidia kufunga. Hata leo tunavyosema Simba inacheza mpira, lakini uongo mbaya, wafungaji ndio wanaoiangusha Simba Football Club. Kama jana tulikuwa naangalia mechi ya timu ya taifa
mchezaji wa Simba ndo alikuwa forward line pale kinara ambaye alikuwa Suleiman Mwalimu, amekosa magoli mengi sana. Sasa kiwa forward ndo unamtegemea Suleiman Mwalimu, hapo unataka kufuzu hatua moja kwenda hatua nyingine, unaweza kushindwa au kafeli, kutokana kwamba Suleiman Mwalimu ni mchezaji mzuri, lakini bado hajafikia viwango vya kuisaidia timu. Ndio maana Simba Football Club wanaona bora kwenda kwa Shalulile ili waweze kupata hata mzee kama Chama. Ni umri mkubwa, lakini kazi yake anaifanya ni kubwa kuliko hata Ibrahim Morisi. Ndio maana unamuona Ibrahim Morisi anapigwa benchi kwa Chama. Kwa hiyo basi, huo ni uchambuzi na habari tuliyokuletea kwa kusoma kabisa. Nimeenda polepole leo kwa sababu nilikuwa nasoma, na we mwenyewe umeona kwamba Shalulile tulimtaja mara kwanza, leo sasa anakuja kuchukua mkoba wa mchezaji ambaye anajiita mchezaji ambaye anajiita Suleiman huyo Jonathan Soa. Asante sana, endelea kusubscribe, kulike na comment, na mimi ndo Fabrigo. Asante sana.